Miguel Gamondi, mzee wa mtoto kautaka. Yes, kocha mwa Argentina huyu. Kocha ambaye ameipa heshima taifa Tanzania kwenye historia ya mpira wa miguu hapa nchini. Sasa amezungumzia finali ya hapo kesho, na ikumbuke kwamba Miguel Gamondi ameshawahi kucheza na Azam akiwa na Young Africans, aliwakanda goli 4-1. Yaani Gamondi kwenye mpira, yani unapozungumzia makocha ambao wamepitaga Tanzania kwenye atmosphere ya mpira, Gamondi ni namba moja. Yani watoto wa 2000 niseme wameshuhudia kocha bora, yani wamezaliwa kwa zama ambazo washuhudia mambo bora na kocha bora zaidi. Yani vitu ambavyo nasema wamevishuhudia: kuona Young Africans anaenda finali ya ligi ya mabingwa ya shirikisho, kuona Simba anaenda finali ya shirikisho, kuona Taifa Stars inaenda 16 bora, kumuona Miguel Gamondi. Ni vitu vingi sana, au ni bahati kubwa sana kwa wale wapenzi wa soka, wale wapenzi wa soka au mpira wa miguu. Sasa Miguel Gamondi anasema kuhusiana na finali hiyo yenye mvuto zaidi kwa maana ya Azam FC na Dar es Salaam Young Africans, kwani Azam FC kwa sasa wana usajili mzuri sana, wana wachezaji wazuri na wamejikamilisha, wako vizuri kweli, lakini pia Young Africans ile ndo top performer, yani ndio wapambanaji ambao kwenye kiwango bora zaidi. Ingawa watu wanasema kwamba Young Africans anajenga timu, lakini si injili juu ya kauli ya wanaozungumza hivyo, kwa sababu Young Africans ni miongoni mwa klabu ngumu, bahili, yani bahili wa matokeo, kufungwa, lakini miongoni mwa timu ambazo ni makatili pia kwenye kupambana au kwenye uwanja. Sasa Miguel Gamondi anasema kwamba miongoni mwa experience ninazozijua mimi kwa klabu ya Yanga ni kwamba Yanga ni timu ambayo ni ngumu, ni timu ambayo wachezaji wanakupa kitu ambacho hata wewe hukutarajia. Unaweza kocha ukaingia ukautazama mfumo wa timu pinzani ukakosa namna ya kupambanua, lakini wachezaji mule wanaweza kujigawa, wakatafuta psychosphere namna gani ya kuweza kupambana na kuweza kupata matokeo. Yani ni namna ambayo timu inaweza ikacheza ikiwa inalenga kutafuta matokeo na ikayapata kwa namna yoyote ile. Yani ndio maana kuweza kumpa Young Africans matumaini machache au madogo kwenye kupata ubingwa, unaweza ukawa unakosea sana, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo zina wapambanaji kweli, huko akimtaja Miguel akimtaja Pacome Zouzoua, akimtaja Max Nzengeli, kwambia kama ni kijana ambaye hawezi yani haongeongei sana, sio hauwezi kumsikia kwenye majina ya watu ambao wanatajwa, watu hatari pale Yanga, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaibebaga timu muda wote, kila siku Yanga inapokuwa inacheza. Max Nzengeli ni aina ya wachezaji wale ambao kiwango chao hakishuki wala hakipandi, yani ame-maintain na anacheza kwenye performance nzuri tu. Ni vile jina lake kulibrandi imekuwa ngumu, kwa maana ya ni mtu ambaye hapendi majivuno, majigambo, anataka kazi yake muishuhudie. Kama utamkumbuka beki wa Augsburg aliwahi kumuomba jezi Max Nzengeli. Sasa hii inatoa picha kwamba ni kwa namna gani klabu ya Young Africans ina wachezaji wenye muonekano au mapambano makali sana, hasa wanapokuwa katika kutafuta taji au kombe la lolote lile. So hii ni kubwa sana kwa Young Africans.